wadau wakubwa wa masuala ya kimaendeleo, hususan kwenye suala la elimu. Kwa kweli tunakushukuruni sana kwa mapenzi yenu na uwepo wenu. Uwepo wenu hapa Pemba ni faraja kwetu sisi wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, lakini pia na wakuu wa taasisi. Maafisa dhamini, tumeona namna gani mnavyoendelea kumsaidia afisa mdhamini huyu katika harakati ya kuimarisha miundombinu ya kielimu. Hawa kwenye masuala ya vyoo, walimu wanatusaidia kwa moyo wao mmoja, lakini pia na kwenye masuala ya majengo kama hivi, wakikuta skuli haina vyoo, skuli madarasa yamechakaa, basi wamekuwa na hamu ya kuweza kutusaidia. Sasa ni wajibu wetu sisi kuweza kuyatunza madarasa haya leo ambayo tumeyapokea mimi na mwenzangu afisa mdhamini, na mwisho wa siku baada ya kuyapokea tukaweza kuyakabidhi kwenu. Kwa hiyo niombe walimu, kwa sababu nyie ndio watumiaji pamoja na wanafunzi wetu, basi tujitahidi madarasa haya kuyatunza. Mimi niwaambie, pale ambapo wanatusaidia hawa, wakenda kwenye maeneo wakikuta kuna mambo yameharibiwa, kwa mfano mifereji vyooni au ile mifereji ambayo tunatumia kwa kunawa, kwa kweli hawajisikii vizuri. Afisa mdhamini na wananiambia wananiambia Mheshimiwa DC waambie walimu wasiharibu. Manake kuambia walimu wasiharibu ni wanafunzi kwa sababu we mwalimu unapomuona mwanafunzi anaharibu na wewe umwambii chochote, itakuwa sote na mimi mkuu wa wilaya nashirikiana na nyie kuweza kuharibu miundombinu ambayo imewekwa. Kwa hiyo hawa wananiambia hivi karibuni tu kulikuja na ugeni wao mkubwa wa kutembelea maeneo kwenda kuwaonyesha wenzetu na wao waweze kuona jitihada na juhudi ambazo wanazifanya. Kwa hiyo nimetoa mifano haya kusisitiza kwamba tuendeleeni kuyatunza majengo, kutunza vyoo na ile miundombinu ambayo tunaitumia kwa ajili ya kunawia mikono, ili wenzetu mara nyingine waweze kupata hamu zaidi ya kutusaidia. Lakini kwamba wao wametusaidia mwaka huu, wakija tena mwakani wakiona majengo yamevurugiwa, madarasa yamechorwa, kwa kweli watakuwa hawajisikii vizuri na tutawarejesha nyuma na watashindwa kuwasaidia wengine. Kama tunavyoona mahitaji ni makubwa sana. Mheshimiwa Rais wetu anajitahidi kwenye suala la elimu kuhakikisha kwamba malengo yake aliyojipangia ya kuingia mkondo mmoja yanafikiwa, lakini pia tukipata wadau wa maendeleo kama hawa tunafarajika. Nimalizie kwa kuwashukuru tena KFHI na si kwamba support iko hapa tu, wanatusaidia maeneo mengi ndani ya Pemba nzima, mkoani, Chake, Wete, Micheweni, sehemu zote wanatusaidia sana. Wanapotia mkono wao, sisi tunapata nguvu ya bajeti kuipeleka sehemu nyingine. Nitoe wito kwa walimu, hususan uongozi na kamati ya skuli, waongeze bidii ya ufundishaji. Mkiongeza bidii, wanafunzi wakifaulu, hapo itakuwa mnemtendea haki Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa sababu kutafuta mambo yote haya, kurekebisha yote haya, maana yake watoto wafaulu michipuo. Na kwa bahati njema skuli ya Kipawa Fidel ipo karibu pale. Ni aibu kuona kwamba pale Fidel wanafunzi kutoka hapa vitongoji ni kidogo. Kwa nini iwe kidogo? Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya huyu hapa ambaye tuko naye katika wilaya yake anakuwa mdau mkubwa kuhakikisha Wizara ya Elimu inakwenda kama Dr. Hussein anavyoelekeza. Hapo sasa hivi tunajenga shule nyingine ndani ya vitongoji. Haya yote ni maendeleo makubwa. Kwa hivyo wanafunzi msome, mfaulu hapa, muingie kwenye ngazi nyingine. Kukabidhi madarasa haya ambayo tumaini mtayatunza wanafunzi ninyi, wanafunzi mtayatunza na wanafunzi ninyi mtasoma kwa bidii.
ili kutumia ndoto zenu. Ninasema kichache. Asanteni sana. Kwa niaba ya KFHI tulikuja mwanzo kutembelea jengo hili, tukalikuta liko na hali mbaya sana sana sana. Wanafunzi walikuwa wakikaa chini, lakini pia lilikuwa lina mashimo, yani ilikuwa sio hali nzuri kwa wanafunzi kusoma. Kulingana na mashirikiano tuliokuwa nayo na Wizara ya Elimu, tunafanya kazi pamoja. Afisa mdhamini tunakuja na wewe nadhani mwanzo, tukakagua pamoja na tukaahidi kutengeneza.